Bwana Yesu asifiwe. Tukutendeleza Yesu. Karibuni katika darasa huru la Injili. Hili ni darasa linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na katika darasa hili tunajifunza neno la Mungu kwa malengo manne. Kwanza, tunajifunza neno la Mungu kwa uhuru ili Kristo aumbike ndani yetu. Moja. Pili, tunajifunza neno la Mungu ili kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tatu, tunajifunza neno la Mungu ili kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Na nne, tunajifunza neno la Mungu kuwa kama watu wa Beroya ambao walilipokea neno la Mungu kwa moyo wa uelekevu, lakini hawakuishia hapo, wakayachunguza maandiko kila siku ili waone kama ndivyo yalivyo. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mwisho wa somo hili usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Kabla sijaanza somo la leo, nataka nitoe salamu. Nataka kutoa salamu kwa walimu wa Torati. Nataka kutoa salamu kwa walimu wanaofundisha sheria. Nataka kutoa salamu kwa walimu wanajiita ni Wakristo lakini wanashika au wanafundisha sheria na Torati. Nataka niwakumbushe hii sheria nayo wasijisahaulishe, waisome, wajipime kama wanaweza. Na hii sheria ukiisoma utakuja kuona inakutoa nje kabisa, hutakiwi hata kushika Biblia. Tusome Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa pili. Nitasoma kwa tafsiri kama 3-4 hivi ili tuelewane. Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa pili. Kumbuka hili somo la leo, natoa salamu tu kwa walimu wa sheria. Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, na hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Hii sheria msijisahaulishe kwamba mwana wa haramu kwenye Torati, kwenye agano hilo mnalolikimbilia, anakatazwa kuingia kwenye ibada vizazi 10, sio miaka 10, vizazi 10. Zaa mtoto kizazi cha kwanza, mtoto wako naye azae kizazi cha pili, na huyo mjukuu azae kizazi cha 3 mpaka vizazi 10. Mwana wa haramu ni mtoto anayepatikana nje ya ndoa. Nje ya ndoa, huyo ni mwana wa haramu. Torati mnayoikimbilia ndivyo inavyosema. Ngoja nisome Kiswahili cha Kenya. Anasema, na mwana haramu yeyote wala muzao wake hata kizazi cha 10 haruhusiwi kuingia katika kusanyiko la watu wa Yahwe. Haruhusiwi kwa vizazi 10. Kama umepatikana nje ya ndoa, huruhusiwi kuingia kwenye ibada vizazi 10. Haya, tusome Kiswahili cha kisasa. Katika Kiswahili cha kisasa anasema hivi, Kumbukumbu la Torati hiyo 23 mstari wa pili. Anasema, na mwana haramu yeyote wala mzaliwa wake hata kizazi cha 10
haruhusiwi kuingia katika kusanyiko la watu wa Mwenyezi Mungu. Mwana wa haramu yoyote wala mzawa wake wa kizazi cha 10 hata kizazi cha 10 haruhusiwi kuingia katika kusanyiko la watu wa Mungu. Unaona Kiswahili kimenyooka kidogo cha Tanzania, kwamba mwana wa haramu yule aliyezaliwa kwa zinaa, yule ambaye hajazaliwa kwa utaratibu, watu wamepeana mimba tu huko. Sasa huyo mtoto, hicho kizazi hicho, huyo mtoto haruhusiwi kuingia katika ibada vizazi 10. Kama hujaelewa, ngoja nikusomee kwenye Biblia ya Kiingereza, Amplified Bible, Deuteronomy chapter 23 verse 2. A person begotten out of the wedlock shall not enter into the assembly of the Lord, even to his 10th generation shall his descendants not enter into the congregation of the Lord. Nadhani umenielewa katika lugha hizo zote, tafsiri hizo zote. Sasa msichague sheria. Kama umeamua kulitufuata agano la kale, kumbuka hii Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 2, uitimize. Kama umezaliwa nje ya ndoa, usituhubirie kwa mujibu wa andiko hili. Subiri mpaka kizazi cha 10 kama utakuwepo. Subiri kaka, subiri dada, ninyi mnaotaka. Na hapa ndio utaona umuhimu wa Yesu. Utaona umuhimu wa Bwana Yesu. Na watoto ambao tumezaliwa nje ya ndoa tuko wengi. Kama si neema ya Bwana tusingesimama kuhubiri, lakini kwa sababu lile agano limepitwa na wakati, tumeletewa agano jipya. Ndiyo maana tunakuwa na ujasiri wa kuinena neno la Bwana kwa ujasiri na kwa nguvu. Kwa hiyo kila siku nitakuletea salamu ili ujipime kama agano lile utaweza, au ukimbilie kwenye agano lako. Usikimbilie kwenye agano ambalo hujui madhara yake, hujui madhara yake, hujui linakubanaje. Haya, someni Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 2 na muufanyie kazi. Halafu mje mnijibu kwa nini wanaotenda dhambi sasa hivi hamuwapigi mawe. Kama unaamua kushika sheria, shika zote kwa uaminifu, zote pamoja na hii. Naomba tuendelee na somo la leo. Tulianza safari ya siku 3 ya kusoma au kutafakari neno la Mungu katika kichwa kinachosema Mungu kwa kuleta agano jipya amebadilisha kitasa na funguo zake. Ameleta agano jipya, ni kitasa kipya na funguo mpya. Leo ni siku ya 2. Kazi ya msalaba ilileta mabadiliko makubwa, na agano jipya Mungu amebadilisha kitasa na funguo zake. Amebadilisha point of intersection. Katika agano lile, point of intersection katika agano, maana agano ni mapatano kati ya taifa la Israeli pamoja na Mungu kupitia Musa. Wakakubaliana katika lile agano Mungu ashushe sheria, lakini point of intersection wanadamu watii amri, wanadamu watii Torati, wanadamu watii. Utii ndio point of intersection, ndio ilikuwa mkono au ilikuwa ndio njia ya kuunganisha agano lile. Lakini Mungu alipomleta Yesu Kristo katika agano jipya, amebadilisha kitasa na funguo zake, amebadilisha point of intersection. Ndicho kitu ambacho tulijifunza kwa kirefu somo lililopita. Na katika agano jipya Mungu yeye kamleta Yesu Kristo,
aliyebeba neema na ahadi. Wanadamu wamepewa kupokea hiyo neema kwa imani. Kwa imani, neema na imani tunapata point of intersection nzuri. Kwa hiyo Mungu kaweka kitasa kingine kinachoitwa neema na kuleta funguo nyingine zinazoitwa imani. Kwa hiyo imani ukiingiza kwenye neema itafungua hicho kitasa, na kitasa kitaachia baraka za Agano Jipya, baraka, nguvu, upako, nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna baraka nyingi sana ambazo ziko kwenye chumba kilichofungwa na mlango wenye kitasa kinachofunguliwa na funguo ya imani. Sasa leo nataka tusonge mbele kama siku ya pili, tujifunze umuhimu wa imani. Imani kama mkono wa kuunganisha, kama daraja la kuunganisha na neema ya Mungu. Neema ya Mungu inatafuta imani kwa mtu yoyote iingie, ili mpe wokovu na kumpa ukombozi mwanadamu yoyote, bila kujali ni Mkristo wala sio Mkristo. Nikwambie, Yesu Kristo hakuja kwa ajili ya Wakristo tu, kaja kwa ajili ya wanadamu wote watakaokubali kuipokea neema ya Mungu kwa imani. Wanadamu wote. Yesu kaja kwa ajili ya wanadamu wote, wawe wa njano, wawe wa bluu. Yesu kaja kwa ajili ya wanadamu wote, wawe wafupi, wawe warefu. Yesu kaja kwa ajili ya wanadamu wote, yeyote, awe mweusi, awe mweupe, mwanadamu, bora awe ni mwanadamu, bora awe ni mtu yeyote. Kigezo ni kuamini. Akimwamini Yesu anaipokea neema ya Mungu, kwa sababu daraja la kupokea mkono wa Mungu ni imani. Ni imani, ni imani tu, ni imani. Hata Yesu alipokuwa anawaagiza wanafunzi wake wakati amemaliza kazi, anasema katika Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20, anasema enendeni, anawaagiza wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mote, enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri Injili. Aaminie na kubatizwa. Aaminie. Kigezo cha kwanza ni kuamini. Kigezo cha kwanza ni kuamini. Mkristo ni kuamini. Anayemwamini Yesu ili tumuite mlokole ni yule aliyeamini, aliyemwamini Yesu, sio anayeenda kanisani. Aliyemwamini Yesu sio anayeimba kwaya. Aliyemwamini Yesu. Kama hujamwamini Yesu, nisikilize tena, wewe sio Mkristo hata kama unaenda kanisani. Wewe unaonekana ni Mkristo kwa vigezo vya dhehebu lako, lakini kwa vigezo vya Mungu mwenye mbingu sio Mkristo. Sio kwamba na hukumu, huo ndio ukweli. Kigezo cha kuwa Mkristo ni kumwamini Yesu. Kama hujamwamini Yesu, kwenda kanisani unapoteza muda. Huna tofauti na mtu ambaye hajaenda kanisani anacheza bao, kwa sababu Mungu yuko serious na kazi ya msalaba, kwa sababu ilimgharimu Yesu kuacha enzi, kwa sababu ilimgharimu Yesu akadharauliwa, akaja kuuawa na wanadamu aliyewaumba mwenyewe. Alijishusha sana. Gharama ya kukununua wewe na mimi ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba Yesu alitoa jasho la damu. Halafu wewe unaleta utani, unahubiri Torati. Saa hizi tutaokoka kwa Torati? Tutaokoka kwa sheria? Soma basi Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 2, uone kama utamudu. Hiyo moja tu inakutoa nje kabisa. Kama umezaliwa mtoto wa haramu, basi huna sifa tena. Lakini yuko Yesu aliyetufia msalabani. Yuko Yesu aliyetutafuta sisi tusiofaa. Yuko Yesu, yuko Yesu kwa ajili ya wanadamu wote. Atakayemwamini
Kigezo ni kuamini. Kumbuka, kigezo kuwa Mkristo, kuwa mlokole ni kumwamini Yesu katika roho na kweli, bila kujionyesha kwa watu, kwa dhati ya moyo. Biblia inatuambia hivi, imani ni point of intersection. Imani ni nini? Imani ni kitasa, ni kifungu, ni funguo katika kitasa kipya. Imani ni nini? Ni funguo mpya katika kitasa kipya kinachoitwa neema. Imani ni nini? Imani ni point mpya of intersection ambayo Mungu anakutana na wanadamu. Katika Agano Jipya, katika Ukristo, tunakutana na Mungu kwa imani. Imani inatuunganisha na Mungu mtoa neema kupitia Yesu Kristo, na mwanadamu kupitia imani anapokea zawadi za Mungu zilizofungwa katika neema hiyo, zilizofungwa katika neema yake. Mungu amebadilisha kitasa na funguo. Imani ni ufunguo tuliopewa na Mungu ili kupokea zawadi zilizofungwa kwenye chumba chenye kitasa kipya ambacho funguo zake tumepewa. Ukitaka kuingia katika chumba chenye mlango wenye kitasa, funguo ni lazima. Kumbuka hiyo. Ukitaka kuingia kwenye chumba kilichofungwa chenye kitasa, funguo ni lazima. Hata kama wewe ndio mwenye nyumba, kama umepoteza funguo, hiyo nyumba huingii. Hiyo nyumba huingii. Haijalishi kama wewe ni bouncer, kama huna funguo huingii. Haijalishi kwamba chumba hicho kimejaa mali yako na watu wote wanajua kwamba hicho chumba kimejaa mali yako, bila funguo huingii. Neema huwezi ukaipata bila funguo inayoitwa imani, na kila mtu amejaliwa imani. Mafundisho kama haya ya Injili ya kweli ukiyasikiliza, ndani yako yatakupa funguo, yatakupa imani, utaipokea neema, utapata baraka zilizo kwenye neema hiyo. Funguo ni mamlaka ya kuingia palipofungwa. Palipofungwa unapewa mamlaka ya kuweza kuingia, na mamlaka hayo yanaitwa funguo. Ili kupata baraka zako unahitaji funguo. Funguo ni nguvu ya kuruhusu chako kikufikie. Imani ni funguo ya kufungulia baraka zako zikufikie, kwa sababu watu hatujaingia kwenye neema vizuri. Hatujafahamu habari za Yesu, tunafundishana habari za Gideoni, habari za Ezekieli. Saa ngapi tutakuja kuona hii siri? Saa ngapi tutauthamini Ukristo wetu? Katika Waebrania asema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu unaotolewa na Yesu Kristo ni wokovu mkuu, mpendwa. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 anasema ni wokovu mkuu. Wewe unatafutaje wokovu huko? Ni sawasawa na kutafuta wafu makaburini. Siku moja Yesu alipofufuka akamwambia, mnamtafuta nani? Asema, kwa nini malaika wakamwambia, akawakuta malaika. Yesu alishafufuka akaondoka zake. Malaika wakawa wameketi kwenye kaburi la Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakaja wanamtafuta Yesu kwenye sanda, unaweza kufikiria ni chawa. Malaika wakamuuliza, mnamtafuta nani? Asema, tunamtafuta Yesu Mnazareti. Mmemweka wapi tukamchukue? Asema, kwa nini kumtafuta aliye hai katikati ya wafu?
Unamtafutaje Yesu makaburini? Unamtafutaje Yesu aliye hai makaburini? Unamtafutaje Yesu kwenye Agano Jipya? Hiyo ni sawasawa na kutegemea kupata meli airport. Yaani unajua kabisa huko airport, halafu unategemea meli ije. Ni sawasawa na kusubiri ndege stendi ya Magufuli. Sijui kama itatua, labda helikopta lakini ndege kama ndege ina mahali pake pa kuipata. Neema kuna mahali pake pa kuipata. Neema haipatikani kwenye maandiko yote, Mwanzo mpaka Ufunuo. Neema kuna agano inapatikana. Neema inapatikana kwenye Agano Jipya. Huko ndiko nakozaliwa Ukristo. Ndio maana Agano la Kale lilikuwepo miaka mingi na Ukristo haukuwepo, kwa sababu Ukristo hauzaliwi Agano la Kale. Agano la Kale halina Ukristo. Ukristo uko Agano Jipya. Kama Agano la Kale halikuwa na Ukristo, huwezi ukautunza Ukristo kwa Agano Jipya, kwa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atuhurumie. Mungu atusaidie. Mungu atufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko kwamba Agano Jipya mwanaume Yesu Kristo pekee ndiye Bwana, ndiye peke yake awezaye kutuokoa. Ndiye peke yake. Zaidi ya Yesu hakuna. Hakuna, usijidanganye kwamba na huyu naye yupo. Sasa maandiko yanasema hivi katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Naomba nirudie. Mathayo sura ya 16 mstari wa 19. Hapa tunapewa funguo. Anasema hivi, nami nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Unaona funguo tuliopewa. Bwana Yesu mwenyewe asema, nimekupa wewe Petro, nimekupa wewe mwanafunzi, nimekupa kila anayeniamini. Nimempa funguo, nimempa mamlaka. Mamlaka hayo yanaitwa funguo, ambao ukifunga huku duniani na mimi mbinguni nafunga. Ukifungua huku duniani, mbinguni nayo inaitika. Mbingu itaitika kulingana na funguo utakavyoitwist. Ukifunga, Mungu naye kule anafunga. Ukifungua, Mungu naye anafungua. Maana yake ametupa funguo. Kanisa tumepewa funguo, Wakristo tumepewa funguo. Tunao uwezo wa kufunga, tunao uwezo wa kufungua, na funguo hiyo inaitwa imani. Ndiyo tuliopewa funguo mpya ambayo haipatikani katika agano lolote, inapatikana katika Agano Jipya kwa Yesu Kristo. Anasema, nimewapa funguo. Imani ndiyo funguo yetu. Chanzo cha hiyo funguo ni nini? Biblia inasema hivi, chanzo cha imani ni kusikia neno la Kristo. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, basi imani, hiyo funguo sasa inapatikanaje? Hiyo funguo inapatikanaje? Hiyo funguo inapatikanaje? Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tafsiri yake ni nini? Anasema hiyo funguo ambayo tumepewa, ambayo tukifunga hapa duniani, Mungu naye kule anafunga. Mbingu inaitika, inafunga. Tukifungua duniani, mbingu nayo inaitika, inafungua. Funguo hiyo ni imani,
ambapo chanzo chake ni kusikia neno la Kristo, ni kulisikia neno la Kristo. Kuna imani nyingi unaweza ukapandikizwa katika moyo wako, kwa sababu chanzo cha imani yoyote ile ni kusikia. Hata chanzo cha mganga mzuri ulisikia, chanzo cha imani yoyote ile. Hata chanzo cha imani kuiamini shule mpaka unampeleka mtoto wako Januari hii ni vile ulivyosikia kwamba shule ile ni nzuri sana, ina maadili mazuri sana, walimu wake wanafundisha sana, ukapeleka mtoto. Chanzo cha imani yoyote ni kusikia, lakini chanzo cha imani ya Kikristo ni kusikia neno la Kristo. Lazima usikie neno sahihi la Kristo ili uweze kupata imani sahihi ya Kikristo. Tunao Wakristo wengi sana leo, kwa vile hawakusikiliza neno sahihi la Kristo, hawana imani sahihi ya Kristo. Wamejaa hofu, wamejaa mashaka, wakitishiwa na wachawi wanaogopa. Wamejaa hofu, wamejaa mashaka, wanadaiwa wapeleke vitovu, wanadaiwa wapeleke chumvi, wanadaiwa vitu vingi, wanadaiwa wapeleke sadaka ya ukombozi, wanadaiwa vitu vingi vingi vingi. Wamepewa neno ambalo si sahihi. Lakini laiti wangesikia injili sahihi, neno la Kristo, ili wajengeke imani ya Kikristo, imani ya Kristo, wasingejengewa imani ya Musa, wasingejengewa imani nyingine yoyote. Imani inajengeka kulingana na unachosikia. Unasikia nini? Kile unachosikizishwa ndicho kinachojenga imani. Ukiwa unafundishwa mizimu 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 mizimu, ndani yako utajenga imani na hofu juu ya mizimu, kwa sababu unachosikia ndicho kinachojenga. Garbage in, garbage out. Usitegemee kupanda mahindi halafu uvune mahindi maharage. Si kweli, kanuni haziendi. Garbage in, garbage out. Unachokula ndicho unachotapika. Huwezi ukala pizza halafu utapike kande. Haiwezekani, haiwezekani. Kile unacholishwa ndicho unachotapika. Kile unacholishwa ndicho ambacho kinaweza kukusaidia au kukuangamiza. Imani ya Kikristo ni kwa ajili ya neno la Kristo. Usiruhusu kufundishwa neno ambalo sio la Kristo, sio Agano Jipya. Utapandikizwa imani zisizo sahihi. Injili inayohubiriwa ambayo haimuinui Kristo, inainua mizimu, inainua matambiko, inainua vitu vingine, siyo Kristo. Hiyo ni imani ya uongo. Usiamini, haikujengei imani sahihi, kwa sababu tumeona chanzo cha imani ya Kristo ni kusikia neno la Kristo. Imani ni mkono wa kupokelea baraka za Mungu. Imani ni mkono, ndugu yangu, ya kupokelea baraka za Mungu. Hebu ona mistari ifuatayo. Hebu ona mistari ifuatayo katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Anasema hivi: basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani, unakuwa na uhakika wa mambo mawili. Unakuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa, bado hujayapata, unakuwa na imani nayo, unayapokea sasa hivi. Mahali pengine katika Marko anasema, yoyote myaombayo katika sala, yoyote myaombayo katika sala, aminini kwamba mnayapokea sasa hivi, nayo yanakuwa yenu. Imani ni kupokea sasa jambo ambalo hulioni, ni kulipokea sasa kabla haijatokea, ni kulipokea sasa lile unalolitarajia. Anasema hivi katika mstari wa 2. Ngoja nikupe tafsiri mbalimbali hapa, nikupe tafsiri mbalimbali za imani za huo mstari katika Waebrania 11 mstari wa 1. Tafsiri ya kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo.
ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini Kiswahili cha Kenya anasema kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Anasema hivi, Kiswahili hicho ni Kiswahili cha Kenya anasema imani ni kuwa na imani, ni kuwa na uhakika juu ya mambo tunayotumainia, ni kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Halafu uone wenzetu walivyopokea mambo kwa imani. Anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kiswahili kingine kinasema ni kwa sababu ya imani yao babu zetu wameshuhudiwa vizuri na Mungu. Kiswahili kingine kinasema cha kisasa, maana wazee wa kale walipata kibali cha Mungu kwa sababu ya imani yao, kwa sababu ya imani yao. Mstari wa 3 wa Waebrania, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kiswahili kingine anasema kwa njia ya imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa amri ya Mungu, hata vitu vinavyoonekana viliumbwa kutoka vile visivyoonekana. Kiswahili kingine inasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neema, kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutokana na vitu vile visivyoonekana. Unaweza ukasoma hii vizuri kwa Viswahili vyote unavyovitaka. Lakini kitu gani nataka ukione? Imani tangu zamani ilisababisha Mungu atende jambo. Mungu hawezi kuvumilia kutenda jambo kwa mtu aliyemwamini. Anayemwamini Mungu lazima apokee. Lazima. Hakuna mtu ambaye amewahi kumwamini Mungu asipokee, ila kila anayeamini, hasa katika Agano Jipya, amepokea. Tukisoma katika Waebrania 11:6 anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ni mstari bora sana. Anasema hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Maana yake ili uweze kumpendeza Mungu, usishike torati ndugu yangu, usijisumbue na sheria. Biblia inasema kwamba kuwa na imani na Mungu, kuwa na imani na Yesu, kuwa na imani katika neema, kuwa na imani, utapokea. Hakuna kinachoshindikana kama unayo imani. Biblia inasema kwamba kama unataka kumpendeza Mungu, basi kuwa na imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani. Biblia inaposema haiwezekani. Maana yake kama unataka kumpendeza Mungu, kuwa na imani, kuwa na matumaini na Mungu, na Mungu utamuona akikusaidia. Anasema lakini pia kila anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Nataka nikupe njia mbalimbali zilizotaja imani ili uweze kuona ukubwa wa neema, wa imani inayopokea neema. Moja, imani ni njia inayotupatia wokovu. Huwezi ukapata wokovu, huwezi ukapata ukombozi katika dunia hii bila neema. Kila Mkristo atakubali kwamba wokovu ni zawadi, si kitu ambacho tunaweza kukipata kwa jitihada, kwa matendo, kwa kushika torati, kwa kushika sheria. Hata walikuwa wanatudanganya zamani kwamba toa zaka utampendeza Mungu. Sio kweli. Hakuna mahali Biblia inasema hivi.
Hakuna hilo andiko. Katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hapa anataja kitasa na ufunguo wake. Kitasa, neema. Ufunguo unaofungua hicho kitasa, imani. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6 anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiye njia, kaleta njia. Yesu kaleta njia, ni neema ambayo inapokelewa kwa imani. Anayemwamini Yesu anaiamini na neema yake. Kama unaona neema ni uholela, ndugu yangu, umepotea kuliko maelezo, na kuhurumia. Umepotea kuliko maelezo. Neema ni njia yenye nguvu, njia yenye mamlaka ya ajabu. Kuna nguvu kubwa katika neema ya Mungu, usilete mtukutani. Ukiidharau umekwenda na maji. Kumbuka, maji yaliyotulia, mto uliotulia ndio unaozoa watu. Lakini mtu unaopiga kelele kibao, hauna kitu, ule unaweza ukavuka tu, ni mikwala tu. Lakini mtu uliotulia, unaona maji yametulia, hayapigi kelele. Ndivyo ilivyo neema. Neema imetulia, unaweza ukafikiri haina nguvu. Ingiza mguu, utamu wa ngoma, ingia ucheze. Ukitaka kuiona ukubwa na uzuri na thamani ya neema ya Mungu, ingia. Biblia inasema onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Kila aliyeonja neema ya Bwana hatamani kuacha, hatamani. Na mpaka naweza kajilaumu, hivi imekuwaje nikachelewa? Imekuwaje nikachelewa mpaka naipata hii neema uzeeni? Neema ni kitu cha thamani sana. Lakini pili, imani inafanya kazi kwa upendo. Imani rafiki yake mkubwa ni upendo. Tunasoma maneno hayo katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Anasema kabisa kwamba sheria ya tohara, utahiriwe au usitahiriwe, haifai. Hapo anawakilisha sheria zote, hazifai. Ila kinachofaa ni nini? Ni imani inayotenda kazi ndani ya mtu kwa upendo. Imani haifanyi kazi peke yake. Imani inafanya kazi kwa upendo. Imani ina rafiki yake, rafiki yake anaitwa upendo. Ndiyo maana ili tuweze kuona una imani na Yesu, tutaona upendo wa Yesu ndani, tutaona agape, harufu za agape tutaziona. Hatutaona chuki, hatutaona matengano, hatutaona uadui, hatutauona. Ndio maana Ukristo unapimwa pia kwa upendo. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3, pale anaeleza ukubwa wa upendo. Hebu nikimbie. Namba 3, kumpendeza Mungu ni kwa imani. Sasa tumeshasoma hii katika Waebrania 11:6. Lakini pasipo imani haiwezi kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. 4, kila tendo ni kwa imani, na kila tendo ambalo halitoki katika imani, ambalo halioti katika imani ni dhambi. Ni kitu cha ajabu sana. Warumi sura ya 14 mstari wa 23. Warumi sura ya 14 mstari wa 23 anasema, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia. Kwa nini? Kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Paulo anafundisha kitu kikubwa sana hapa. Anasema kila tendo ambalo halioti kwenye imani ya Kristo ni dhambi.
Anasema hata kula chakula lazima ule kwa imani. Kama hujui kula kwa imani, inawezekana ni mara ya kwanza kusikia hili andiko katika Warumi hii sura ya 14 mstari wa 23. Kalisome, kalirudie tena na tena. Hapa kuna vitu viwili vinaongelewa, kwamba kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi, na kwa hiyo lazima imani yako ikuongoze kuzaa matendo, iwe na matendo yake. 5, hukuingia kwa kutokuamini kwao. Hawakuingia hata wana Israeli, hata wana Israeli hawakuingia Kanani kwa kutokuamini, sio kwa sababu nyingine yoyote. Ukiulizwa ni sababu gani ambayo ilisababisha wana wa Israeli waishie jangwani, wachache tu, wakina Yoshua na Kalebu ndio waliotoka Misri mpaka Kanani. Wenzao wote waliishia jangwani na wachache sana. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na mpaka leo kutokumwamini Yesu kutawagharimu watu, na kumwamini Yesu tutaona hapa baadaye, muda ukituruhusu, kunasaidia kupata vitu vingi sana. Ngoja nikimbie sasa. Kwa hiyo katika Waebrania 3:19 asema, basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakuingia wale watu kwa sababu ya kutokuamini kwao. 6, miujiza michache ilitendeka mahali fulani kwa sababu ya kutokuamini. Tunasoma habari hizo katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 58. Anasema, wala Yesu hakufanya miujiza mingi huko. Kwa nini? Anasema kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kapernaumu si wapi huko, Yesu alifanya miujiza michache sana, utafuatilia hapa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini kunazuia baraka zako. Kutokuamini kunazuia usiokoke. Kutokuamini kunazuia usikombolewe. Kutokuamini kunazuia usikombolewe. Mwamini Yesu. Biblia inasema nawe utaokoka na nyumba yako yote. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 anasema hivi, tunaushinda ulimwengu kwa imani. Tunaushinda huu ulimwengu ulio mbovu namna hii kwa imani. Biblia inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5 anasema hivi, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mstari wa 5, na mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ni yule anayeamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Huko ndiko tunakopata ushindi wetu. Mpaka wachawi wanashangaa, hawa watu nitaka wafe. Wacheni, shetani anashangaa, huyu jamaa nilimpangia kalenda ya kufa miaka 10 iliyopita, ya bado anapuyanga. Tunashinda ulimwengu kwa ajili ya hiyo imani yetu. Hiyo ndio siri. Sio kwamba sisi tu wachawi kuliko wachawi wengine, hamna. Siri ni kumwamini Yesu. Siri ni kumtegemea Yesu, kumpa Yesu maisha aliyotupa. Tunampa, tunamwamini, tunamwishia. 8, mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni nani? Ni kwa imani. Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Hebu ngoja niingie sehemu ya pili haraka, muda umekwenda sana. Katika sehemu ya pili nitaka uone maisha ya mwanadamu yamezungukwa na imani. Mwanadamu tangu asubuhi mpaka jioni, mpaka usiku, mpaka anapolala, mpaka anapoamka, maisha yake yametawaliwa na imani. Katika Marko sura ya 9 mstari wa 22 neno la Mungu linasema, kwa maana ninyi mmemtupa katika moto na katika maji. Nasema mara nyingi, samani wa Marko sura ya 9 mstari wa 22, na mara nyingi
amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Nataka nianze na hili. Ukiwa na imani katika Kristo, Biblia inasema yote yanawezekana kwake aaminie. Hayawezekani kwa sababu hujaamua kumwamini Yesu. Unafikiri kuimba kwaya ni kumwamini Yesu? Hapana, mwamini Yesu. Unafikiri kumwamini Yesu ni kuhubiri? Hapana, mwamini Yesu. Mwamini Yesu, mtegemee Yesu. Unafikiri ni kwenda kanisani? Nenda kanisani baada ya kumwamini Yesu. Imba kwaya baada ya kumwamini Yesu. Mwabudu Mungu. Wewe ni praise, lakini hujamwamini Yesu. Mwamini Yesu na upraise wako utatosha. Mwamini Yesu, ndipo uende chuo cha Biblia, ndipo mtumikie Mungu. Mwamini Yesu. Kumwamini Yesu ndio mtaji. Mahali pengine Yesu anasema kumwamini Yesu ni kazi. Kazi ya kwanza tuliopewa wanadamu ni kumwamini Yesu. Ukisoma katika Yohana sura ya 7, kumwamini Yesu ni kazi. Maana yake nini? Imani humfungulia Mungu nafasi ya kutenda, humruhusu Mungu atende jambo, si kwa sababu Mungu ana mipaka, bali ni kwa sababu anachagua kufanya kazi kupitia imani. Mungu amechagua kufanya kazi kupitia imani ya mwanadamu. Yeyote muamini, yeyote anayeamini lazima atauona mkono wa Mungu. Haimaanishi matakwa ya kibinadamu bila mipaka. Hapana, hiyo ni kweli kwamba maisha ya mwanadamu yanaongozwa na imani kila wakati. Hata kuna mifano michache hapa, ngoja nikutajie mifano michache. Lakini imani inayookoa ni imani katika Kristo Yesu. Hata mkulima anapolima lazima atumie imani. Ndio maana anasema kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Angalia, mkulima anapanda mbegu zake bila kuona mavuno kwanza, lakini anaamini mavuno yanakuja. Mfanyabiashara anakuwa na imani, anawekeza pesa zake nyingi kwa kutarajia faida kubwa. Hiyo ni imani. Msomi anakuwa na imani, anaposoma anaamini atapata kazi, hata kama inatangazwa kazi hakuna, lakini anaamini atapata kazi. Wachezaji wa mpira wanafanya mazoezi kwa uzito sana, wakiamini kwamba mazoezi yale yatawafikisha mahali pazuri. Anayechora picha na kutengeneza sanamu au msanii yoyote anatengeneza kitu kizuri akiamini kwamba kitapendeza. Mjasiriamali anakuwa na imani kwamba, anaamini kwamba biashara yake itakuwa na faida na itampatia faida kubwa. Katika Waebrania 10:38 neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Maisha ya mwanadamu ni imani tupu. Ndio maana nasema mwenye haki wangu aliyeokoka niweze mhesabia haki, lazima aishi kwa imani katika Kristo Yesu. Sehemu ya 3, namalizia. Muda umekwisha kabisa. Nitaka tuone mifano michache ya Bwana Yesu kwamba macho yake yako kwenye imani, kama tunavyoona kwamba Mungu ameamua kufanya kazi na imani. Kwa hiyo kila mwenye imani Mungu anafanya naye kazi. Hiyo ndio siri ya Ukristo. Yesu ameamua kufanya kazi na wenye imani, na kila mwenye imani na Yesu atamuona. Roho Mtakatifu ameamua kufanya kazi na kila mwenye imani, na kila mwenye imani atamuona. Naomba nikupe mistari michache katika Luka sura
ya 18 mstari wa 8 anasema, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yesu ana wasiwasi anapokaribia kuondoka kupaa kurudi kwa Baba yake, amemaliza kazi. Anasema hivi, Mwana wa Adamu, hivi mimi nikirudi nitaiona imani duniani? Nitaiona? Ana wasiwasi kwa sababu macho ya Yesu yako kwa mtu mwenye imani. Ukitaka Yesu ashuke akuhudumie hata sasa hivi, muamini. Hatumuoni kwa sababu hatumuamini. Hatumuamini kwa sababu tunafundishana Torati. Marko 2:4 anasema hivi, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwepo na wakiishusha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Mstari wa 5, naye Yesu alipoiona imani yao. Kumbe imani inaonekana. Yesu anaangalia neema, anaangalia imani. Na Yesu alipoiona imani yao, akawaambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Umeona? Yesu hakikumbabaisha. Hapa tunaona watu 4 ambao walimchukua ndugu yao aliyekuwa hawezi. Yesu alikuwa kwenye nyumba fulani, anahubiri injili huko ndani. Walipokosa nafasi ya kumwingiza mgonjwa wao, wakaamua kutoboa dari. Hawakuogopa nyumba ya mtu, wakaamua kupotoboa dari, wakampandisha mgonjwa wao, wakamshusha mgonjwa wao kwenye usawa Yesu alipo. Sasa walipotoboa dari, wala haikumsumbua Yesu, hakuona. Walipomshusha, wala haikumsumbua Yesu. Kuna kitu alikuwa anawinda. Alipoiona imani tu ya wale watu wanamshusha, akamwambia yule mgonjwa, inuka, nenda zako, umesamehewa dhambi zako. Maana yake Yesu hashawishiwi kwa machozi kulia kwenye maombi yako. Yesu nisaidie, chozi hili hapa. Haimbabaishi. Yesu anababaishwa na imani. Ukiwa na imani atakuhudumia, hata kama kuna watu 100 wanalia na kujichoma sindano na kujikata visu kwenye miili yao kwa kutaka watu Mungu awahurumie, Yesu hawahurumii. Yesu hawahurumii wanadamu kama tunavyowahurumia sisi. Yesu anamhurumia na kumwelewa mtu mwenye imani naye. Hiyo ndio siri, hiyo ndio siri. Mathayo 9:2 anasema, na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Alipoiona. Yesu katika tatizo lako anatafuta imani. Katika maisha yako anatafuta imani yako kwake, anatafuta imani. Ukiwa na imani hakuna kinachoshindikana. Ukiwa na imani na Yesu hakuna kinachoshindikana. Luka sura ya 5 mstari wa 20. Dakika chache sana. Luka 5:20 nasema, naye alipoiona imani yao, alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Iko mistari mingi sana, nataka nikuonyeshe. Iko mingi sana, ni vile muda umeenda, lakini ni mistari mingi sana. Watu wengi waliponywa kwa kuamini kwao. Watu wengi hawakuponywa kwa kutokuamini kwao. Chagua, chagua, chagua mpendwa, chagua. Uwe na Ukristo ambao humwamini Yesu, utavuna garbage in, garbage out. Au uwe Mkristo unayemwamini Yesu hata kama watu wanakucheka, garbage in, garbage out. Amua, amua. Usifikiri kwa kulia utamshawishi Mungu. Utafikiri kwa kutia huruma zako Mungu atakuonea huruma. Mungu haoni kama sisi tunavyoona. Mungu anaangalia ndani, na ndani inatoka imani.
Yesu alisema mahali pengi, imani yako imekuokoa, imani yako imekuponya. Tunasoma katika Marko sura ya 5 mstari wa 33, anasema hivi: na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Binti, imani yako imekuponya. Ni yule mama aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Alipogusa lile pindo, Yesu akamwambia, imani yako. Kilichokuponya si ubabe wangu, kilichokuponya si umaarufu wangu mimi Yesu, ni imani yako wewe. Maana yake nguvu za Yesu zipo, neema ya Yesu ipo. Ndio maana katika Tito anasema neema inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa, iko wazi, haijafichwa. Maana yake neema, imani yako ikichomoza tu, ikiigusa unapokea uponyaji, ikigusa unapokea wokovu, ikigusa. Huna imani, ndio maana hujapokea, ndio maana nguvu za Mungu huzioni, ndio maana utendaji wa Mungu huoni. Mwamini Yesu leo mpendwa, mwamini na utaokoka. Katika Luka sura ya 8 mstari wa 47 anasema yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kujistirika, anarudia tena katika injili nyingine, akitetemeka akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Mstari wa 48 akamwambia, binti, imani yako imekuponya, endele zako kwa amani. Imani, nguvu nazo. Yesu anaweza akawa na nguvu kabisa za kutosha kama alivyo na nguvu, lakini unazigusaje ili upate kupona? Ni kwa njia ya imani, ni kwa njia ya imani. Na imani ni kuwa na uhakika bila shaka yoyote, ni kuwa na uhakika bila tashwishi kwamba Yesu ni Bwana, ni kuwa na imani bila kuwa na tashwishi kwamba Yesu amechukua dhambi zangu pale msalabani, mimi naamini. Ni kuwa na imani kabisa bila tashwishi kwamba laana zote zimechukuliwa, sina dhambi tena, sina laana tena, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Ni kuwa na imani kabisa bila kuwa na tashwishi kwamba umekombolewa. Ni kuwa na imani kabisa bila tashwishi kwamba vifungo vyote na laana zote za mababu hazikupati, kwa sababu wewe ni uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, upate kulitangaza fadhili zake Kristo. Mungu atusaidie. Muda umekwenda sana. Nilitamani kukusomea Luka sura ya 7 mstari wa 49, ungebarikiwa sana. Nitaka nikusomea habari za vipofu ambao pia waliambiwa imani yako imekuponya, katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 22, lakini muda hauniruhusu tena. Nitaka nikusomea Mathayo sura ya 9 mstari wa 29 hadi 30, lakini muda sio rafiki tena. Nitaka nikusomee katika Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 19, lakini muda hauniruhusu. Nitaka nikusomea habari za Bartolomayo kipofu, Marko sura ya 10 mstari wa 52, lakini muda sio rafiki. Nitaka nikusomee katika Luka sura ya 18, Luka mtakatifu sura ya 18, ungebarikiwa mno, lakini muda sio rafiki. Luka sura ya 18 mstari wa 42, imani ni chombo cha kupokelea neema. Imani ni chombo cha kupokelea neema. Tafakari neno la Mungu kwa bidii. Mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ifuatayo: 0756 760 855. Kwa maswali tumia namba ifuatayo 0756 760 855. Mungu akubariki.
inakupenda mtu wa Mungu. Amen.